Mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa kule visiwani Zanzibar hatimaye umeweza kutamatika kwa mnyama kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Ni dakika 120 ambazo ziliweza kuamua bingwa wa michuano ya Muungano kule visiwani Zanzibar. Licha ya Young Africans kujaribu kufanya baadhi ya matukio ama mashambulizi, lakini pia kwa upande wa Simba kufanya baadhi ya mashambulizi kunako lango la Young Africans, lakini yote kwa yote Simba ndiye bingwa wa michuano hiyo ya Muungano Cup. Kwenye touchline tayari ninaye Bwana Mbungo Junior kwenda kutoa tathmini nzima ya mchezo ulivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Bwana Mbungo Junior, Simba anaondoka na goli moja, Selemani Mwalimu Gomez akipeleka ushindi kunako viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kunemesha neema kubwa na ndogo kwa kuweza kutufikisha siku ya leo na kuishuhudia fainali iliyokuwa ya kibabe, fainali ya kibingwa ya Simba vs Yanga, kombe la Muungano, na Simba kwa kuwa bingwa wa mashindano hayo 2026 kwa kuweza kumfunga Yanga goli moja kwa bila, goli liloamuliwa kwa mkwaju wa penalty dakika ya 118. Edmond John anaenda kumgusa Kratos Chota Chama na referee kutoka Kenya anaamua mkwaju wa penalty, mkwaju ambao umepigwa na Selemani Mwalimu na kumpoteza Djigui Diarra kwa kuweza kuandika goli moja, goli ambayo iliyoipa Simba ubingwa wa Muungano 25-26. Nitoe pongezi kwa vikosi vyote viwili, Simba vs Yanga. Nitoe pongezi kwa Simba Sports Club kwa leo kuweza kufuta uteja dhidi yetu ya Young African Sports Club, kwa kuondoa ule uteja na kuweza kufanikiwa kuwa bingwa wa Mapinduzi na kutupoka kombe ambalo tulikuwa na malengo nalo, tulikuwa tunalihitaji. Lakini yote kwa yote, siku zote nyinyi mnaweka malengo, lakini mwisho wa siku yule aliyojipanga vizuri, yule aliyokuwa na mipango sahihi, mwishowe bahati inakuja kuamua. Ukiangalia kwenye mchezo wa leo, Young African Sports Club nafasi nyingi amezitengeneza, tena nafasi zenye madhara kabisa. Lakini yote kwa yote, ukiangalia kama mpira uliopigwa na Maxim pia Zengele, save nzuri kabisa aliyofanya Kaisari na kuweza kuipa Simba uimara na kuisababisha kuwa bingwa wa kombe la Muungano 25-26. Ukiangalia leo vikosi, leo nisikutegemea kwanza vikosi vya leo kama vingekuwa vikosi vya aina hii, lakini nimpongeze Steve Becker, nimpongeze Pedro Gonçalves kwa vikosi ambavyo walikuja navyo kwa kuweza kutoa fainali iliyokuwa nzuri kabisa, fainali yenye ushindani, fainali yenye kugawana vipindi, yenye kucheza. Simba walikuwa wanashambulia, Young African Sports Club walikuwa wanashangilia kwenye vipindi tofauti, na ndio maana hata ukiangalia kipindi cha kwanza Young African Sports Club ball position anaongoza dakika 90, Young African Sports Club ball position anaongoza, lakini ukiangalia kwenye dakika 30 za mwisho Simba Sports Club amecheza vizuri dakika 15 za kwanza, Young African Sports Club alijitahidi kwenda kupushi kwenye kipindi cha pili, lakini yote kwa yote makosa ambayo yamefanywa na Edmond John yanaweza kusababisha mkwaju wa penalty ulioadhibu Young African Sports Club na kuweza kuwa Simba kutangazwa kuwa bingwa wa kombe la Muungano 25-26. Ndugu yangu, tukio la penalty watu wengi ama mashabiki wengi wamekuwa wakilalamikia, wanadhani ni mmoja ya mchezaji wa Simba ambaye ni Anthony Mligo alikuwa offside, lakini pia kiwango cha Pacome Zouzoua toka kipindi cha kwanza inaonekana kama vile alikuwa ameshuka katika mchezo huu wa leo. Ukiangalia, tuanze na ili la mkwaju wa penalty ambayo imeipa Simba ubingwa. Sawa, kwangu mimi, hata mimi wakati naangalia kabla marejeo ya picha niliona kabisa kama Mligo alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini ukija kuiangalia vizuri wakati narudiwa unaiona kabisa haikuwa offside kwa Mligo, kwa sababu ukimwangalia Shedrack Boka alikuwa eneo la nyuma kabisa, lakini ule mpira wakati ushatoka mguuni unakuja, aliondoka kwenye eneo la onside na kurudi kama kuitengeneza offside ambayo Raisman aliona, hakuonyesha kuwa offside, lakini haikuwa offside, ila ukitizama nani unaweza ukaiona offside. Alafu sisi Young African Sports Club, ndugu yangu, mechi imekwisha kwetu sisi, mechi imekwisha na sisi tumeridhika na matokeo. Tuwapongeze tu Simba Sports Club, lakini sisi hatupo kwenye kasumba zile zokopo wenzetu, yani kionekana kwa wao wamefungwa basi lawama ziwe sehemu nyingine, ili kuondoa lawama baadhi ya maeneo ya kwao ambayo hayakufanya vizuri. Yote kwa yote, sisi Young African Sports Club tumepoteza mchezo wa leo, tunaachana na mchezo wa leo. Hata tulalamike vipi, hata tuseme vipi, mchezo wa leo hauwezi kubadilisha chochote kwenye matokeo ya leo, isipokuwa sisi hapa wananchi Young African Sports Club tunatakiwa tujipange na tufocus kwenye mchezo uliokopo mbele yetu, mchezo wa tarehe 3. Ndugu yangu, leo tumepoteza kombe la Muungano, sawa,
ukiangalia ukubwa wa fainali ya leo ulikuwa mchezo wa fainali, mchezo ambao lazima mmoja apoteze na mmoja awe bingwa, ambao mchezo umekwisha dakika 120 Young Africans Sports Club tumepoteza mchezo huo na Simba Sports Club kuwa bingwa. Hii sasa haimaanishi kuwa kelele zitakazopigwa hapa zitabadilisha chochote matokeo ya Simba kuwa bingwa, isipokuwa sisi Young Africans Sports Club hatupo kwenye hizo kasumba za kumlaumu mwamuzi kwa ile haikuwa penalty. Ukiangalia hata ile ilikuwa ni pigo sahihi la penalty. Ukiangalia Edmund John lengo lilikuwa kwenda kuchukua mpira, lakini mpira Chama alihamisha ule mpira kwenye eneo ile akaacha kwenye mguu mmoja ambao ukiangalia Edmund John ndio mguu ambao alienda kuugusa na Clatous Chota Chama kuonekana kama amejirusha. Ni kweli aliguswa, ingawa yeye kulikuwa na ishara ya kujirusha, lakini kwa mume ilikuwa penalty. Sisi mechi ya leo imekwisha. Kinachotakiwa hapa sisi tuendelee kwa moja Young Africans Sports Club, tuendelee kupambana na timu yetu. Naamini kabisa kupoteza mechi ya leo kupoteza kombe la leo la Muungano haina maana kuwa eti Young Africans Sports Club ndio tumepoteza focus yetu iliyokuwepo kwenye ligi kuu ya NBC. Kombe la Muungano limekwisha leo. Sawa, Simba Sports Club ni bingwa wa Muungano leo, lakini sisi focus na akili nyingi zilizokuwepo ni kutetea kombe yaliyokuwepo mbele yetu, ni kombe la NBC ambayo tunacheza kwenye mchezo wa maamuzi, mchezo mgumu ambao tunaenda kuucheza tarehe 3 mwezi wa 5. Ugumu wa mchezo huu umechagizwa na fainali ya leo. Ukiangalia leo vikosi vyote 45 za kwanza, dakika 90, ukiangalia hususan dakika 90, iangalia dakika 45 za kwanza. Simba Sports Club wamecheza vizuri, Young Africans Sports Club wamecheza vizuri. Wametupa fainali iliyokuwa nzuri kwenye dakika 45 za kwanza. Njoo dakika 45 za pili. Mechi ilikuwa nzuri kwenye pichi, mechi ilikuwa ya mbinu, mechi ilikuwa ya tahadhari kubwa. Kwanza tahadhari ilikuwa kwa wachezaji, tahadhari ilikuwa kwa viongozi na benchi la ufundi. Yaani kila mmoja alikuwa hataki kuzalisha injury kwenda mchezo huu kwa sababu kuna mchezo mkubwa mwingine unakuja dhidi ya Simba Sports Club na Young Africans Sports Club. Ndugu yangu, kwa hivi karibuni ukiangalia Young Africans Sports Club dhidi ya Simba, tumeshazoea Yanga na Simba kwenda kwenye dabi, basi kuna takriban wiki moja mpaka wiki mbili za maandalizi. Lakini Tanzania inakuwa kwenye soka, Tanzania inakuwa kwenye ligi yake. Leo hii tunashuhudia kwa mara ya kwanza kwangu mimi kwenda kushuhudia mechi kubwa Simba vs Yanga ndani ya wiki moja, mechi mbili. Kwa hiyo fainali ya leo iliyoisha Simba Sports Club kuwa bingwa, naamini kabisa mchezo unayokuja wa tarehe 3 mwezi wa 5 Simba vs Yanga, mechi ya ligi kuu mwenyeji akiwa Simba ndani ya uwanja wa Meja General Isamuyo pale Mbweni, naamini itakuwa mechi nzuri na mechi ya maamuzi na mechi ya maamuzi kwa Young Africans Sports Club na mechi ya kurudisha morali ya kupambana na kupambania ubingwa kwa Simba Sports Club. Nategemea itakuwa mechi ya mgongano kweli kweli, tofauti na mechi ya leo. Yaani umeona mechi ya leo ilivyochezwa. Hii imechezwa kifainali na imechezwa kwa tahadhari kubwa sana. Uiangalia mechi ya tarehe 3 kwa sababu mechi ni ya ubingwa. Lakini mechi ya tarehe 3 ndugu yangu ni mechi ambayo itakuwa mechi yenye megusano sana kwenye miguu, ni mechi ambayo haitohitaji tena tahadhari, ni mechi ambayo Young Africans Sports Club atahitaji sare ya aina yoyote ili kuendelea kubakisha gap lake la pointi 5. Simba Sports atakwenda kwenye mechi hii yani kulazimisha, lazima apate matokeo ili kurudisha matumaini ya yeye kusaka ubingwa wa NBC League na kuondoa utawala aliokuwa nao Yanga wa mara 4 back to back kombe la NBC. Na Simba Sports Club anataka kufuta uteja kama leo alivyofuta uteja wa kufungwa back to back mara 6. Unajua leo kelele zitakuwa nyingi sana. Naamini kwa hawa ndugu zangu Makolo watasherekea sana kama waliweza kusherekea sare. Naamini watasherekea sana. Lakini nikwambie, kusherekea kwa wewe sisi Young Africans Sports Club ndio gepu pekee ambalo tutakwenda kukaa nalo na kulifanyia kazi na kutulia na kulifanyia kazi. Kwa nini leo tumepoteza finali na kwa nini leo tumepoteza kombe la Muungano? Ili tupate muda mzuri na tupate wakati sasa wa kuitathmini timu yetu, eneo gani ambalo Steve Barker ametushinda leo na kuweza kufanikiwa kupata sare dakika 90, hatimaye kwenye dakika 30, dakika ya 180 na kupata mkwaju wa penalty ambao Selemani Mwalimu Gomez ameza kutuadhibu na Simba Sports Club kuwa bingwa wa Muungano 25-26. Ndugu yangu, kumekuwa na kasumba ya baadhi ya mashabiki ama timu hizi mbili, nazungumzia Simba pamoja na Young Africans, kuwa na malalamiko juu ya marefali, hususan aliyefali wa kati, lakini pia maresmen wa kushoto, lakini pia mwingine wa kulia, kutokuwa na maamuzi sahihi. Lakini hii leo wewe tathmini yako ni ipi juu ya waamuzi waliochezesha mchezo huu kiujumla na kuelekea katika dabi ya tarehe 3? Ni kipi kifanyike kunako soka letu? Kwanza nimpongeze sana mwamuzi aliyechezesha finali ya leo
kwenye dakika zote ambazo alizochezesha. Kwangu mimi mwamuzi alikuwa na matukio sahihi, alikuwa anapiga filimbi sehemu sahihi, na ndio maana hata ukiangalia mechi mpaka inakwisha, pamoja Simba wamepata matokeo, lakini hakuna lawama maeneo yoyote ya mwamuzi. Lawama ambazo kwangu mimi mwamuzi naweza nikapeleka, unajua mwamuzi maeneo ambayo ukiangalia alibalance sana maeneo ya kadi, na ndio maana ukiangalia mechi imekwisha kwa dakika 120, kadi ya njano ilikuwa moja, sawa. Lakini kama mwalimu, yani kwa refa leo kwangu mimi amechezesha vizuri. Ukiangalia maraismen wote kama kuna mapungufu, yalikuwa mapungufu machache sana, hususan kuna tukio moja la mwamuzi line 2, ukiangalia mpira ulikuwa umetoka na Simba Sports Club wametoa, lakini kwenye kuamua aliwasikilizia wachezaji mpaka wakiwa wanamlaumu, lakini maamuzi aliyokuja nayo hapo alikuja na maamuzi sahihi ya mpira ambao sehemu uliokuwa unakwenda. Na kuna kila sababu marefa wa Tanzania, marefa wanaochezesha ligi kuu ya NBC kujifunza sana kupitia mwamuzi aliyechezesha leo, mwamuzi wa kati. Alikuwa anakwenda sahihi, alikuwa na mikimbio sahihi kwenye matukio, alikuwa anafika kwenye matukio sahihi. Ukiangalia hata management hakukuwa na pushani zozote ambayo management zimewaletea shida, kwa sababu walikuwa wanakwenda na move sahihi. Sehemu ya offside anakaa kwenye onside ili kuweza kuiangalia offside inapotokea, na ndio maana ukiangalia hakukuwa na offside ambazo waamuzi leo walibabaisha. Offside zote walizokuwa wanapiga kwangu mimi zilikuwa offside sahihi. Matukio mengi walikuwa wamekwenda nayo, ni wapongeze wote kwa yote. Kama kulikuwa na mapungufu, ilikuwa na mapungufu machache sana, tofauti na ukiangalia marefa wetu ambao wanaochezeshaga mechi za ligi kuu. Kwangu mimi serikali ya Zanzibar, chama cha michezo Zanzibar, walikuwa na maamuzi sahihi kabisa kumtoa refari wakati kutoka Kenya, kwa sababu ametuonyesha ni namna gani marefa wa Kenya wana tofauti mkubwa sana na marefa wetu sisi wa hapa nani. Kwangu mimi kwa marefa sikuwa na doubt yoyote. Nikiangalia pigo la penalty kwangu mimi lilikuwa sahihi. Nilikiangalia mwanzo nilikuwa na shaka na offside ya Mligo, lakini baada ya kuirejea picha za marejeo nikaona kabisa haikuwa offside, kwa sababu Shedrack Kiboka alikuwepo, na baada ya kurudi na mpira unamfikia. Lakini kama angekaa kwenye eneo sahihi kwa kuto kuiogopa labda offside, na mimi huenda tusingekuwa na ule mpigo wa penalty. Lakini pigo la penalty lilikuwa sahihi. Faulo aliochezewa Kratos Chota Dama kwangu mimi ilikuwa sahihi. Kwa yote niwapongeze sana waamuzi, walikuwa kwenye mchezo mzuri na walikwenda sahihi kwenye matukio yote ambayo kwangu mimi niliyaona yale matukio tata. Leo halikufanyika tukio lote tata ambayo lingeleta shida na ukakasi na kuleta taharuki kwa baadhi ya mashabiki na wachambuzi. Kwangu mimi walikuwa wako sahihi sana. Bana, shukrani sana kwa kutufuatilia hadi wakati mwingine. Sisi tunamaliza namna hiyo. Simba bingwa michuano ya Muungano 2026. Asante.